Yes, ibana, hatimaye kile ambacho kilikuwa kinasubiriwa kwa hamu kwa muda mrefu mara baada ya mchezo kutamatika wa Young Africans dhidi ya walima miwa Mtibwa Sugar kutoka pale Tuliani mkoani Morogoro, mechi ambayo ilipigwa katika dimba la Jamhuri Dodoma. Young Africans wakitoa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Mtibwa Sugar, mechi ambayo ilikuja kuleta taharuki fulani hivi kwa upande wa Young Africans dakika za jioni, tukishuhudia mlinda mlango Djigui Diarra akigubikwa na gaziba kubwa kiasi kwamba kwenda kumzongazonga mwamuzi kutokana na maamuzi ya kukubali bao ambalo lilipeleka kilio na majonzi kwa upande wa Young Africans, bao la kusawazisha, bao ambalo liliwanyima fursa wananchi kuondoka na alama tatu muhimu kutoka katika dimba la Jamhuri na kuondoka na alama moja pekee kwenye ligi kuu ya NBC. Sasa yametimia. Djigui Diarra wa Young Africans amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini jumla shilingi milioni 4 pesa taslim za Kitanzania kutokana na makosa ambayo aliyafanya kwenye ule mchezo. Lakini so Djigui Diarra pekee kufungiwa na bodi ya ligi. Mwamuzi wa mchezo husika ambaye alishindwa kumchukulia adhabu Djigui Diarra naye ameshushwa daraja moja la uamuzi kwa kosa la kushindwa kumchukulia adhabu kali Djigui Diarra wakati anamzongazonga baada ya mchezo kumalizika alipopuliza kipenga, kana kwamba tunaweza tukasema uungwana wa mwamuzi umemgharimu yeye peke yake na kufanya bodi ya ligi kumchukulia hatua kali. Mwamuzi wa mchezo kati ya Mtibwa Sugar na Young Africans ameshushwa daraja moja la uamuzi kwa kushindwa kumchukulia hatua stahiki Djigui Diarra na kipa wa Young Africans baada ya kumshambulia baada ya mchezo. Tulisema juzi kwamba mwamuzi alileta uamuzi wa kizamani sana, kutishia kutoa kadi na hakutoa, huku anashambuliwa, wacha akaendelea kumchukulia fair Djigui Diarra. Ni michezo ambayo inapaswa wakachezesha watu wa championship na sio kwenye ligi kuu ya NBC. Djigui Diarra yeye amepata tu alichostahili, hakukuwa na kingine zaidi ya haki. Alifanya ushamba mwingi na amechukuliwa hukumu ipasavyo. Mwamuzi msaidizi nambari 2 niliyaona siku ile kana kwamba hapakuwa na offside unless wewe hujui mpira maana ya offside na mazingira gani inatumika, vinginevyo yule dogo alipiyanga mizunguko mitano sema mingi sana, walao miwili mpaka mitatu. Alikataa nafasi hapa kwa mezuzwa kwenda kumpa pasi Emmanuel Mwanengo kufunga Young Africans bao, akasema kwamba Pacome alikuwa ni offside na akawa ameua shambulizi la Young Africans. Naye mwamuzi huyo msaidizi nambari 2 amefungiwa mizunguko mitano kutokuchezesha ligi kuu ya NBC. Unaweza ukaona ni kwa namna gani mchezo wa Dodoma zidi ya wa Young Africans zidi ya Mtibwa Sugar pale Dodoma umeenda na umeondoka na watu. Yale makosa ambayo tulizungumza, bodi ya ligi imekuja leo hii kutoa hukumu zao, na waliokuwa wanahitaji hukumu wamestahili na hukumu imewafikia. Djigui Diarra kutozwa faini ya shilingi milioni 4, milioni 2 kwa kosa la kwenda kumzongazonga mwamuzi, kumgazi. Kosa la pili la milioni 2 ni kosa aliloonyesha kidole cha kati. Tunafahamu kidole cha kati kinatafsiriwa kama tusi, na ndiyo maana baada ya kamati ya saa 72 kuketi na bodi ya ligi wamekuja na maamuzi pia kumtoza faini ya shilingi milioni 2 kwa kuonesha kidole cha kati, na faini ya milioni 2 nyingine inaambatana na michezo mitatu ambayo amefungiwa. Na michezo atakayokosa Djigui Diarra, mchezo dhidi ya Pamba Jiji, hiyo atakosa michezo mitatu, dhidi ya Tanzania Prison Aprili 4, dhidi ya Pamba Jiji Aprili 8 na dhidi ya Mbeya City Aprili 16. Wananchi watakosa huduma ya goalkeeper ambaye mpaka hivi sasa anaongoza kwa clean sheet ndani ya ligi kuu ya NBC akiwa na clean sheet 10. Baada ya hapo atarejea kwenye milingoti mitatu na kusimama. Kiufupi ni kwamba bodi ya ligi imekuja kutamatisha kile ambacho tulikuwa tunakisubiri kwa hamu. Offside ya wazi ambayo Young Africans walinyimwa nafasi, huenda wangeweza kupata bao ambalo ingeweza kuwapatia alama 3, lakini mwamuzi kwa kosa hilo ambalo alilifanya naye amechukuliwa adhabu. Nini maoni yako? Tuandikie chini na comment section. Kumbuka kulike, share and subscribe ili usiwe wa kwanza kupata habari zote za kimichezo. Asante na bye bye.